Hii nyaya hii posti ya stima ilikuwa imekulwa na mchwa, na hii si mara ya kwanza maposti kuanguka. Kuna saa hii tusikiamba kutoka saa hii kutoka hapa mpaka kwa shule kuna posti karibu 6 zilianguka. Sasa huyo mtoto jana walikuwa na safiri na ni mtoto mdogo, ni mtoto wa miaka 11. Ni mtoto ya grade 7 na alikuwa anaenda nyumbani. Alikuwa pamoja na wengine. Sasa kwa bahati mbaya yeye ndio alikuwa mbele. Vile walikuwa walienda, kuna posti ya stima ambayo iko kwa nyuma yangu ilikuwa imeanguka hapo awali. Alafu hii nyingine ikaanguka tena, ikaangukia kwa bahati mbaya, ikaangukia hiyo kijana akamgonga kichwa. Ni kama tu alikufa hapo kwa sababu damu ilikuwa inatoka kwa mapua na masikio na mdomo pia. Sasa mtoto alipelekwa hospitali ndio akaenda kukata roho huko. Sasa sisi tunalalamika kama wakaaji wa eneo hili ama viongozi, kwa kweli hii stima ilikuwa imeletwa 2013 na tulikuwa tunatania tumeingia Kenya ambaye wengine wako. Na hii serikali vile walikuwa wamesema kuna 100% transition, watoto watakuwa wakisomea laptops, stima iende kwa shule. Sasa tulikuwa tunatania kama shule yetu itapata stima, watoto watasoma kama Wakenya wengine. Lakini kwa bahati mbaya hiyo miaka 13 stima hajawahi kuonekana kwa Longe 1. Sasa ile hasara ambayo inaleta maposti zinaanguka kwa chini na inaumiza watoto na inaumiza hata inafunga hata mabarabara. Sasa sisi tunauliza kwa serikali, kama jinsi walikuwa wanatangaza kuna nchi zingine ambayo wanatumia ile stima ya rural. Hapa ukisema rural ni kama ni historia. Watu hawajui stima, hawajawahi kuona mwangaza ya stima. Sasa tunauliza, kila mtu anajua mali yake vile inaenda. Ile serikali ambayo ilikuwa imeleta hii stima area hii ama hii maposti area hii, kwa nini wasitembee waone hii stima mahali ambayo inafanya kazi ama haifanyi? Kwa sababu hata sisi tunadai, sisi tunalipa ushuru kama Wakenya wengine. Na serikali ni kama hawatujui. Tunajua hii stima inatoka national government. Ile kitu tunauliza serikali, hii area kuna watoto, kuna mashule, kuna hospitali na kuna watu. Na tunadai sisi tulindwe kama Wakenya wengine. Hii stima sasa hii janga ilipokuja jana, sisi hatujapata ofisa wa serikali. Na hii Kenya Power tulikuwa tumeeleza kwa muda mrefu juu ya hii maposti ambayo inaanguka. Wanatuambia tutakuja kushughulikia. Hata jana vile hii nilitokea, tulipiga simu headquarter yao ambayo ni Kabarnet. Wakatuambia tutapiga simu Marigat wa Kenya Power Marigat watakuja washughulikie. Sasa hii ndio wanakuja kusema sasa hii ndio tumepata habari. Kwani habari ambayo sisi tunapeana inaenda wapi?